Akakamatwa Mwokozi Yesu Kristo kama jambazi, hana kosa, akakamatwa, akafanyiwa kila aina ya dhihaka kwa ajili ya kukutafuta wewe, ili upate wokovu ambao leo unaukataa, ambao leo unaona haifai. Wakamfanyia kila aina ya dhihaka. Halafu Biblia inapozungumza, unaposoma habari ya Nijereti, sikiliza kidogo hapa. Wakampeleka kwenye viwanja vya wazi katika jiji la Jerusalem. Walipompeleka kwenye viwanja vya wazi, wakamvua nguo zake. Nguo akavuliwa. Acha hii mikanda ya maigizo, ya maigizo. Sikiliza, walipomvua nguo, halafu wakafunga mikono yake, wakafunga miguu yake, halafu wakamwinamisha chini. Walipomwinamisha Yesu Kristo, ndipo akaanza kupigwa kwa mijeledi. Ile mijeledi ilikuwa mbele ina kama ndoano, inazama kwenye nyama za Yesu Kristo, halafu anapovuta inatoka na nyama. Yesu analia kwa uchungu, maana alikuwa amevaa mwili kama wa kwako, unaoweza kusikia maumivu. Akipigwa inavuta inatoka na nyama. Yesu analia kwa uchungu, hana uwezo wa kupangusha, maana amefungwa kwa mikono yake, hana uwezo wa kupangusha. Huyo anaitwa Yesu Kristo, ambaye wewe leo unamkataa, unamuona hafai kitu. Ole wako, maana ataketi kwenye kiti cha hukumu kukuhukumu mwanamke unayemkataa, kukuhukumu mwanaume unayemkataa. Unasema hawa walokole wamepitwa na wakati, hawa walokole hawana kitu, hawa walokole ni njazi na wasumbua. Mimi mambo ya ulokole sitaki. Sawa, lakini nataka nikwambie, saa inakuja tena wala haikawii, ataketi katika kiti cha hukumu ili kukuhukumu wewe. Wakati wa hata kuwa na huruma tena, huruma zake zimeishia msalabani. Yeye yote atakaye kubali kumfuata jioni leo aweze kumsaidia. Ndio maana wanawaambia watu ya kwamba kumkataa Yesu Kristo ni laana kubwa. Kumkataa Yesu Kristo ni laana kubwa. Kumkataa Yesu, kumwona hafai, ni laana kubwa. Kuna laana kubwa ambayo iko mbele yako kwa kitendo cha kumkataa Yesu Kristo. Huyu aliyepigwa viboko 39, amepigwa viboko 39, ngozi imelaluliwa, nyama imelaluliwa. Yesu analia kwa uchungu. Kumbe anapolia namna hiyo, anamtafuta mtu wa mahali hapa msaidie, anamtafuta mama alionewa msaidie, anamtafuta mwanaume alionewa msaidie. Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kumbe wakati Yesu anapigwa, kisukari kinaondoka. Kumbe wakati Yesu anapigwa, magonjwa ya presha yanaondoka. Kumbe wakati Yesu anapigwa, ukimwi unaondoka. Unapozungumza habari hizi, sina mashaka na hili jina, jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Nasema hivi, hakuna ugonjwa unaweza kusimama mbele ya jina la Yesu Kristo. Yesu ni mponyaji wa ajabu. Yesu ni mponyaji wa ajabu. Ewe mwanamke ambaye hospitali imekuambia utapona, madaktari sio wasemaji wako wa mwisho. Yuko aliyesulubiwa, yuko aliyeteswa, yuko aliyeumizwa, anaitwa Yesu Kristo. Yeye ni mponyaji wa ajabu. Ile damu iliyotoka mgongoni, ile damu iliyomwagika kwenye mgongo wa Yesu Kristo inapiga kelele ya uponyaji, inasema watu wangu wafunguliwe, watu wangu wapone. Yesu hawezi kushindwa na kisukari. Yeye anaweza akaponya kisukari. Yesu hashindwi na ukimwi. Yesu anaponya ukimwi. Yesu mtenda miujiza, na mtangaza hapa, nina uhakika naye, sina mashaka na hili jina la Yesu Kristo. Wewe tu unadharau, ni kwa sababu hujui thamani ya hili jina la Yesu, ni kwa sababu hujui thamani ya jina la Yesu Kristo. Enyi wanawake mlionewa, enyi wanawake mlioteswa, enyi wanaume mliokandamizwa katika maisha yenu, jibu la maisha yako ni Mwokozi Yesu Kristo. Jibu la maisha yako ni Yesu Kristo. Jibu la ndoa yako ni Yesu Kristo. Mtuliza dhoruba anaitwa Yesu Kristo. Yeye alionewa. Come on, Isaya anasema yeye
ajuaye sikitiko. Huenda mume wako ajui sikitiko lako, huenda anacheka adhabu ulio nayo, huenda shoga yako ajui sikitiko lako, pengine na kucheka na kukudharau, lakini yupo ajuaye sikitiko lako, yupo ajuaye tabu yako, yupo ajuaye shida yako. Anaitwa Yesu Kristo, anaitwa Mwokozi Yesu Kristo. Enyi watu wa kijiji hiki, mwaminini Mwokozi Yesu Kristo, mwaminini Yesu akusaidie, mwaminini Yesu ni mwaha. Yesu ni wa thamani, Yesu ni wa thamani, Yesu Kristo. Ninatembea sina mashaka, ninajua mwanuzi wachawi wapo, lakini hawataniweza. Silogeki mina mila, huwezi kuniloga. Nimelibeba jina lipitalo majina yote. Biblia inasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Yesu ni jina lipitalo majina yote. Yesu ni jina lipitalo majina yote. Kama ukimwi ni jina, Yesu inapita ugonjwa wa ukimwi. Nasema hivi, kama kisukari ni jina, Yesu anapita kisukari. Nasema hivi, kama kuna wachawi hapa Mwandusi wenye majina makubwa, yuko Yesu anayepita majina hayo. Yesu ni wa ajabu. Come on, ni mtenda miujiza. Nasema hivi, anapita majina yote, anapita majina yote. Kama ugonjwa wa figo unaonekana ni jina kubwa, liko jina la mwanaume Yesu Kristo, linaweza kushughulikia figo, linaweza kushughulikia ini. Kama unanielewa, piga kelele, itika amina iliyojaa kwa jina la Yesu Kristo. Hale 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 hale, haleluya. Sikia, sikia.